ya uzinduzi wa parokia teule ya Bikira Maria kupashwa habari ya kuwa mama wa mkombozi, mama wa Mungu, tarehe 25 mwezi Machi mwaka wa Bwana wa 2025. Ndugu zangu wapendwa, tukiwa katika maadhimisho ya jubilei kuu ya mwaka mtakatifu 2025, tena tukiwa katika kipindi cha Kwaresma 2025, mababa askofu wa Kanisa Katoliki Tanzania wanapotualika na kutuhimiza katika barua yao ya Kwaresma tusimame imara katika imani yetu ya Kikristo na Katoliki, na tena zaidi sana tukiwa bado katika safari yetu ya sinodi ya kwanza Jimbo Katoliki Moshi. Mwenyezi Mungu aliye daima mkarimu, leo amependa kututunukia zawadi ya parokia mpya teule ya Bikira Maria kupashwa habari ya kuwa mama wa Mungu hapa Kofu. Zawadi hii ni ya pekee kabisa kwa sababu tumeipata mahali pale ambapo wale wamisionari wa kwanza kabisa walioleta habari njema ya wokovu katika jimbo letu la Moshi. Kwa kadiri ya historia, ni mahali hapa ambapo misa ya kwanza kabisa katika jimbo la Moshi iliadhimishwa, yaani tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka wa Bwana wa 1890 katika sherehe ya Bikira Maria mpalizwa mbinguni. Muhimu kwa kweli katika mtazamo wa imani, historia na mapokeo ya kanisa, hapa ndipo mfumuko au ujiko la neema, baraka na fadhili zote za kiroho za maadili mema, familia adilifu, mito mingi ya upadi na utawa katika kanisa la jimbo, lakini pia katika kanisa la kimisionari, lakini pia ustawi mkubwa wa mashule ya kanisa, mahospitali ya kanisa, taasisi nyingi za kanisa zilipochota nguvu, mwanga na ustawi wake mkubwa katika imani yetu. Kwa Kanisa Katoliki, misa takatifu ni sadaka kuu, ni sala kuu, ni ile sadaka ya Kalvari aliyotolea Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia ya mateso ya msalaba, kifo cha aibu msalabani, lakini pia kwa mpango wake Mungu ufufuko. Misa takatifu ni kielelezo hai cha fumbo la Pasaka, mateso, kifo na ufufuko, yote tunakutana nayo katika misa takatifu. Kumbe katika msingi na mwanga wa imani tunaadhimisha katika alama za sakramenti, na hapo kiuhalisia ile sadaka ya Kalvari ambayo inatupa na inatushirikisha matunda yale ya kiroho na ya kiwokovu ya ile sadaka ya kwanza pale Kalvari. Ndugu zangu katika Kristo, ningependa kuwaalika wote tuone kwamba katika kipindi hiki Mungu Roho Mtakatifu kwa namna zake ametusukuma na kutuagiza kwamba mahali hapa patajwe parokia. Sasa sio sana
kwa sababu ya imani kubwa iliyoko mahali hapa, au sio kwa sababu ya umbali mkubwa sana ulioko kijiografia kati ya parokia mama ya watakatifu malaika wakuu na hapa, au hata sio kwa sababu ya uwezo mkubwa hawa ndugu zetu hapa Pofo walio nao wa kutunza parokia yao mpya ya Pofo na kuitegemeza, na tena si kwa sababu ya eneo kubwa na zuri la kanisa walilo nalo hapa, na kwa sababu hiyo likatupa hofu tusipofungua kanisa, tusipotaja parokia hapa, eneo hili litachukuliwa. Hizo sababu zote sio za kwanza. Sio za kwanza. Sababu kuu inayotusukuma kutangaza kigango cha Pofo kuwa parokia ni hasa kwa sababu ya jambo kubwa, kuu, takatifu na la kiwokovu lililofanywa hapa. Ile misa ya kwanza katika jimbo letu, misa ya kwanza kabisa katika jimbo letu, ile tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka wa Bwana wa 1890, ambayo tunaamini matunda yake yalienea jimbo zima, kuanzia uwanja wa ndege jimbo linapoanzia mpaka tarakia, na ustawi mkubwa wa kiroho na kiinjili tunaoona katika jimbo letu. Kwa imani tunaamini kwamba ulianza kutokana na ile misa takatifu iliyozaliwa hapa Pofo. Kumbe ndugu zangu, sababu kubwa ya kutaja hapa kuwa parokia si kwa sababu ya hayo niliyotaja. Ni kweli wanaohudumia hapa mapadri wa parokia ya watakatifu malaika wakuu, vikari pamoja na wenzake wananishirikisha daima kwamba imani ya watu mahali hapa sio mbaya. Hii imani si ya kudharau, na washukuru. Imani ya Kikristo ya Katoliki walau kuna alama, lakini pia kuna kaumbali kadogo ka kilomita 2.5 au kwa upendeleo tunaweza kusema kilomita 3. Kuna uwezo wa kuweza kuwatengeneza mapadri. Ndio maana kwa kushirikiana na wafadhili wetu wameweza kujenga nyumba ya mapadri. Lakini pia kuna eneo linaloelekea eka 8. Hizi ni sababu, lakini ni vizuri ifahamike kwa hapa Pofo sababu hizo sio za kwanza. Mahali pengine zimekuwa ni za kwanza, hapa ni kwa sababu ya jambo lile kuu tulilosikia hapa. Pia namshukuru Padre Joseph Msafiri ameeleza vizuri sana sababu ya ile jambo kuu lililotendeka hapa, lililofanyika mahali hapa tunaposimama, na kwa sababu ya mwono wa kanisa, sababu ya mwono wa kanisa kwa namna yake ya kufanya kazi, limeamua kuenzi na kuheshimu jambo lile lililofanyika hapa. Heshima ile Jimbo Katoliki Moshi tuliyoipata mahali hapa kwa kuadhimisha ile misa takatifu ambayo ni chimbuko la baraka zote za uokovu. Chimbuko la baraka zote za uokovu. Ekaristi takatifu ni Yesu mwenyewe. Nafsi ya Yesu kutana katika Ekaristi. Kumbe ndugu zangu, ni vizuri hapa ieleweke. Kanisa lina mambo yake ya kupitisha maamuzi. Hapa hatuja si kwamba tumekutwa na kuguswa sana na imani ya watu na umbali uliopo kwa kweli tunaonea huruma sana, au kwamba uwezo walio nao kwa kweli yani wanaweza hata kulisha jimbo la Moshi lote, na ni kwa nini sasa wanaambia hivi tu. Na tena tukiangalia jinsi eneo lilivyokuwa na vizuri, sio hayo, ila heshima
Mungu aliyotupa hapa, ile sadaka ya wokovu wetu ambayo ndio chimbuko ya baraka nyingine zote za wokovu ilifanyika hapa. Ndio ambayo ndugu zangu Mwenyezi Mungu kutokana nayo amependa na kuagiza mahali hapa painuliwe, na tangu sasa kusiwe tena ni kigango, bali ni parokia teule ya Bikira Maria kupashwa habari kwa mama wa Mungu hapa Pofu. Kwa hiyo kwa tamko hilo, kuanzia tangu sasa hapa sio kigango tena, ni parokia mpya teule ya Bikira Maria kupashwa habari kwamba atakuwa mama wa Mungu